na kwa hivyo sitaweza kuwapa wale administrators wengine hiyo nafasi mpaka wakati nafasi yao itaingia. Kwa nafasi hii sasa ningetaka kuwaita majirani na Okay, asante sana Master of Ceremony. Kwanza kabisa natoa pole zangu na hasa kidogo kwa kuchelewa. Nimefika tu kama nimekabidhiwa kipasa sauti hiki. Kama ambavyo umesikia kutoka kwa mwenye kuongoza ratiba, mimi majina yangu ni Charles Kamau Kimari na nimeambiwa nikuja mahali hapa niongee kwa niaba ya majirani, na ni kweli mimi ni jirani, na kando ya kuwa jirani, mama huyu ambaye amepumzika ama kwa lugha ambayo tunasema ya kawaida ameaga, ametuacha, yeye pia ni rafiki. Yeye pia ni mtu ambaye tulishirikiana naye mambo mengi sana katika kijiji hiki, na hata mengine ambayo yalituhusu yanatupasa tuyashughulikie hata mbali na kijiji hiki na maeneo mengine. Yeye alikuwa ni mama yuko tayari, mama ambaye hakuwa anarudi nyuma kwa jambo lolote. Kwa hivyo tunasikia tumehuzunika sana, tumewachwa na mmoja wetu ambaye tulikuwa tumemuenzi sana. Tulikuwa tunashirikiana kwa mambo mengi. Nikitoa tu historia kidogo ya mama huyu, mimi mapema ya miaka ya 90 nikiwa niko maeneo ya nje sababu ya kutafuta hali ya kujijenga na kujitengeneza kimisingi. Nilikuja nikakuta kuna mama mgeni mahali hapa, na miaka hiyo tulikuwa tunataja maeneo na majina ya watu waliokuwa wametangulia. Lakini kwa muda mfupi tu miaka ya 90 kuelekea miaka ya 2000, maeneo haya ya majina ambayo tulikuwa tunataja nayo yakabadilika. Watu wakaanza kusema hapana, upande ule wa kwa Veronica. Sijui ama mnanishika. Wakaanza maeneo haya yakabadilika, wakaanza kujulikana kwa Veronica. Na unajua maeneo haya, mashamba haya ambayo tulirithi ya wazazi wetu na ambayo tumekalia hata na wakati huu, yanajulikana na wale ambao walikuwa wa kwanza kuyapata kutoka baada ya kupata uhuru. Kwa hivyo kuna jambo ambalo nataka muone ni kwa nini maeneo haya kuna waanzilishi wenye masikimu haya majina yao yalikuwa juu. Lakini kwa muda mfupi miaka ya 90 kuelekea miaka ya 2000, eneo hili jina likabadilika, likatoka kwa wale waanzilishi likakuja kwa yule ambaye mliita ni mgeni. Ikasemekana sasa ukitaka kuulizia pande hii unaulizia, unaambiwa ukifika hapa unaingia kuna mama anaitwa Veronica. Kwa Veronica hiyo area kwa kina Veronica. Hii ni kwa sababu mama huyu alikuja na akaketi mahali hapa. Hakuketi kama mgeni, lakini aliketi kama mrithi, na hata pia karithi community ambayo ilikuwa mahali hapa. Shughuli zote tulikuwa tukifanya na mambo yote tulikuwa tukifanya, yeye alikuwa mhusika. Kwa hivyo hakujitenga ama kuoneshana kana kwamba haelewi ni yapi yanaendelea. Kwa hivyo ilikuwa ni haki yake kuja mahali hapa, na ikawa ni haki yake kushirikiana na watu wote. Akawa mama mcha Mungu. Shughuli zote zinazohusu kanisa alikuwa mstari wa mbele. Shughuli zote zinazohusu maendeleo alikuwa mstari wa mbele. Mama huyu tumeenda tumeketi na yeye katika mikutano mingi tukisoma hali ya kilimo, mafunzo ya ufugaji, mafunzo ya ukulima na mambo mengine mengi yanayohusu maendeleo ya nchi na taifa. Pia pamoja na hapo tukaketi pamoja na mama huyu alipokuja. Miaka hiyo alipokuja ndipo tulianzisha hata kikundi cha kuleta wanakijiji pamoja. Kijiji ambacho tulikiita Mtundu Development Self Help Group. Tunapokuwa na mambo ama shughuli za kijiji, kabla watu wengine wakuje watushikilie, tunaketi. Yeye tukaketi pamoja tukaanzisha kikundi hicho. Wakati huo nakumbuka ni miaka 20 kuanzia wakati huo tulipoketi na yeye, na kikundi hicho kimesimama mpaka sasa. Kikundi ambacho kiko na mali nyingi, kikundi ambacho kimesaidia watu, hata kimesaidia watu kuketi na kupanga mipangilio ya kushughulikia masomo ya wanafunzi na watoto hata chuo kikuu. Tunafanya mipangilio harambee, tunafanya mipangilio ya kutafuta hata fedha za kusaidia watoto na tunafanikiwa. Yeye akiwa mweka hazina wetu. Kwa hivyo nazungumzia mtu ambaye tunamheshimu sana, mtu ambaye tulimpenda sana, lakini Mungu amempenda zaidi. Sisi hatuna la kusema kama majirani. Sisi ni kukubali na kupokea jambo hili.
kwamba mama yetu tuliyokuwa tumempenda, Mungu amempenda zaidi, na amempenda kwa ajili ya vitendo vyake na mawazo yake mazuri. Yeye ni mama mnyenyekevu, mama aliyekuwa mtiifu, mama asiye na upishi. Wakati wowote katika vikao na maongeo, yeye hata watu wakitaka kuinukiana, yeye alikuwa ni mtafuta amani. Yeye alikuwa ni mama ambaye haongei kwa sauti ya juu. Sauti yake ilikuwa ya kuridhisha, sauti ya kutosha, na sauti ya kuleta utulivu. Kwa hivyo tuliiga sauti hiyo, na mimi hasa zaidi wakati nilianza kushirikiana na yeye na kufanya kazi na yeye pamoja katika mambo ya community hapa vijijini, mama huyu alinifunza mengi sana. Tumefanya na yeye kwa hiyo kikundi kwa miaka 20. Mimi nikiwa karani yake, yeye akiwa mweka hazina. Hakuna siku tuliketi chini tukaulizana maswali kuhusu hesabu ya fedha. Yeye hesabu yake ilikuwa hakuna mwingine anaweza rudia. Hesabu yake ilikuwa ni venye ilianzishwa, ikatendwa, ikafanywa, ikakamilika. Kwa hivyo maswali hayangekuweko. Matumizi ya kazi na mipango yake ilikuwa ni venye imepangwa na hata ikatumika jinsi ilivyohitajika kutumiwa. Kwa hivyo tunashukuru kwa ajili ya wakati huo tumekuwa pamoja naye. Tumeshukuru kwa huduma zote ambazo amefanya, na hata kwa hizo kazi zote ambazo amefanya. Hata wale ambao ni wacha Mungu na wanajua neno la Mungu, inasema ya kwamba kila mtu atalipwa kulingana na tendo na hatua aliyochukua katika kutumika kwa kweli na haki na upendo mwingi. Sio kwa kutumika tu. Wakati mwingine twatumika tukiwa na ubaguzi, wakati mwingine twatumika tukiwa na upendeleo. Yeye hakuwa na ubaguzi, hakuwa na upendeleo. Yeye alikuja mahali hapa, tukaketi pamoja naye, tukaishi pamoja naye. Shughuli zetu na sherehe zetu za Wakikuyu tulishiriki. Tukimwalika anakuja, tunaandamana, tunaenda kwa pamoja. Kwa maana maeneo haya, wacha niwaambie wageni ambao umetoka mbalimbali, sisi hatujui kabila. Kama kuna mtu amekuja mahali hapa akisema labda akiuliza ni kabila gani mingi hapa, sisi ni kabila moja, kabila ya Wakenya, watu wanaoheshimiana, watu wanaopendana, watu wanaoangalia na wanazingatia kuendelea mbele na kutenda mambo mema. Yeye ameondoka, lakini yeye bado yuko, kwa maana vitendo vyake na kazi yake inaonekana na itazidi kudumu, naye Mungu atatudumisha na anatusaidia. Mubarikiwe sana na asanteni. Asante jirani Kimari Charles. Kwa hivyo mmesikia yale yote ambayo marehemu Veronica vile alivyokuwa katika kijiji hiki. Jirani mwingine ambaye anatakikana labda kutoa rambirambi zake kwa muda mfupi sasa, nataka kupima wakati. Dakika zangu ambazo zimebaki ni dakika 29. Kwa hivyo Bwana Isaac Ailakin, karibu, toa rambirambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Nasema msikize hapo kwa umakini, maana Mama Veronica na mzee baba mkwe wake waliingia kwangu hapa nilipotangaza kuuza shamba. Kwa hakika akaja na mzee baba, tukaongea, tukasikizana. Hiyo ni mwaka wa 94. Wakanilipa pesa. Kulipa pesa kwenyewe tulilipwa kule kotini tukiwa na karani moja. Tukarudi. Kumbe Mungu huyu mpendwa alileta mtu mwenye furaha, mwenye kupenda watu kukaa nami. Nikaruhusu yeye apate title deed. Akapata. Tukabaki tukikaa kama ndugu na dada. Kwa hivi maisha hiyo iliendelea hivyo. Ndiposa nikajua watoto ya mzee Richard akiwa mmoja wao. Baadaye nikapata habari Veronica ana kijana, na kweli nilimuona huyo mtoto.
akawa mtu mpelekevu. Tukaendelea kukaa tangu tulipokaa mwaka 94 hiyo mpaka na leo, hatujasema neno baya lolote, tuko tu pamoja. Niliposikia kwamba Veronica ametuacha, nilisema kweli njia yetu ni moja. Hatujui ya kesho na wala saa. Yale yalisaulika, tukajua mimi na Veronica tarehe 4 Januari mwaka huu. Veronica tumeishi naye. Ukiona miti yoyote blue gum, wacha hiyo. Ukipata cypress, gulberia, huyu mama alipanda, kwa sababu tuliungana watu 6, yeye akiwa mweka hazina. Ni majuzi tu wakasema hatutapata pesa ya kupanda miti hii kule Amerika, tutakuwa tukipata kutoka Meru. Hapo tulichagua tena mwenye pesa isitaingia kwake ni Veronica. Na kweli hatujui ya kesho wala dakika. Basi yangu ni kwamba naomba huyu mtoto pamoja na wababa zake Richard na wengine, mtunze huyu kijana awe na roho kama ya Veronica. Nasema asante sana. Wakati nilipopoteza bibi, Veronica aliweza kutunza hata watoto wangu kwa njia nzuri sana. Asante sana. Master of Ceremony yangu ni machache hayo tu, na Mungu alile watoto wa Veronica na wajukuu pamoja na wababa zao kina Richard. Asante. Asante mzee Hailakin. Kwa hayo tumesikia vile ametuelezea. Veronica alikuwa mwaminifu, na ndiposa unaona kwamba kila sehemu alikuwa anachaguliwa kama mweka hazina. Kwa sababu ya agenda, mama Wamboi ajitayarishe, lakini kabla hajakuja ninaendelea kupunguza sehemu ya administration. Kuna mmoja ambaye anapeleka mgonjwa mahali, hivyo nakupa dakika 5, sio zaidi ya hapo. Bwana Mwangi, karibu. Wamboi ujitayarishe baada ya Mwangi. Kanisa andalizi, familia, waombolezaji wote, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Bwana asifiwe. Salamu alaikum. Kwa hivyo ningesema tupole kwa familia. Mama ninamjua, kuna wakati nilikuwa na shida na mgonjwa mtoto wangu, na alikuwa mmoja wa kwangu. Kwa hivyo nasema mama kujitolea, na ninamtambua pamoja na familia yake. Kwa hivyo natoa rambirambi za Mheshimiwa Makanu, MCA wa Nyerere Ward. Amenituma hapa na rambirambi zake. Huyu mama akikuwa ni treasurer wa kanisa yake, ambao Mheshimiwa Makanu anashiriki pale Busara. Na nashukuru
kuona hata watu wengi hapa karibu 75% naona wametoka upande ya Kapsara. Kwa hivyo naona huyu mama amependwa na watu hata huku kwetu ambao kanisa liko. Kwa hivyo mheshimiwa amesema poleni sana kwa wakati huu mgumu, kwanza kanisa la Catholic kwa kupoteza watu wawili ambao ni wa nguvu kusimamisha kanisa lao la Kapsara St. Francis. Yangu tu ni kusema, wakati mlisema kulikuwa na shida ya barabara, tuliongea na Kinagi Isheru director na wengine na familia na ndugu yangu hapa, tukasaidiana penye tungeweza, na tulikuwa nataka tu pate heshima yake kulingana na Vigo. Hata ingua tukifanya hivi, kuna wengine nao walikuwa nakasirika. Kuna mwingine hata anasimama hapa ataka MCA, sijui anafanya kwa sako ama wapi, anasema tunatoa pesa za huko tunaleta upande hii. Kwa hivyo ni vizuri kweli, matanga si ni ya watu yote. Wacha kuwa na mtu ya huruma, usidharau. Kama uwezi kufanya kitu, waachie wengine wafanye nini wafanye. Saa hizi niko nakimbisha mgonjwa, saa hii si kabila yangu, niko naenda kutetea naende. Kuna mwili pale banda 8 atakana itoke Mombasa, watu ya hapa mnajua. Bado mheshimiwa ataka kushughulikia lete. Unakuta mtu akitukana mahanu ati anabeba mwili. Imagine kutoka Mombasa mpaka hapa itabidi uuze pointi moja ya shamba ndio upeleke. Mheshimiwa ameingia kwa hiyo kiato kusaidia wenye nafasi. Uwezi ona ni kitu ya maana? Si ndio? Na mimi nasema unajua uzuri wenye wanaongeanga ni wenye wakufingi, lakini sisi kwa ajili Biblia inasema lazima tutakufa, lazima sisi tuendelee kuongea. Ama namna gani watu yangu? Si namna hiyo. Kwa hivyo wewe kama ulisimama Sinyereri, ukaakilisha mtu Sinyereri, akakuwa namba 3 akaanguka, ukahama ukakuja kanua nusu point huku Makutano, uanze kupiga mheshimiwa, pigana na Kinagi Isheru, waachana na mheshimiwa Makanu, utaweza naye. Hiyo ni ndovu. Makanu kuna bali anaenda, wacha nikwambie. Hii kitu tulimaliza kitambo. Si namna hiyo. Kama kuna mwingine alikuwa tu sijui ngapi, alikuwa amedharauliwa, alikuwa anaitwa Mwale, tukasaidie, hata alikuwa onekani akakuwako namba 2. Na sasa sisi makomanda ndio tuko na yeye hapo. Makanu kuna bali anaenda. Kwanza yeye jina yake anajiuza. Si namna hiyo. Kwa hivyo mimi sina mengi. Ningesema tu Kinagi Isheru na Manana, nyinyi mjipange. Hii watu wengine wanachota watu kujua madeni, nyinyi mwachane na watu, sisi tutadili nao. Mungu amani ambariki. Mheshimiwa amenituma hapa na shilingi 3000 tapatia familia. Nitampigia makofi. Sawa. Sawa. Asante MC. Baka yote MC unaona ni wa. Nimeona watu baka wenye wanachukua vitu kina mcheusi wote ni wa huko. Clinton ni huko. Simbarikiwe sana. Hata chairman Miss Njogu ni wa Kapsara. Asante, kuja chukua programu yako imeanguka. Asante wanasiasa wakosi kutoa siasa 1 2 3, na hiyo inakubalika, bora tu isiende zaidi. Mama Wamboi, dakika 2 saizi naendelea, tuna dakika 2, huenda sitakaa chini. Mama Wamboi kama jirani jenda yuko karibu. Okay, asante. Na ukichelewa nikikuita ujue kwamba nitakuruka. Karibu. Hai, mko wazima? Wakisi wenzangu hamjambo? Nawapenda nyote, karibuni kwetu, tunawapenda sana. Kwa majina ni Wamboi Waweru. Nashukuru Mungu ni kwa ajili ya jambo ambalo ametenda. Hii si makosa, kazi ya Mungu haina makosa. Bwana asifiwe. Hata mwimbaji akasema kazi ya Mungu haina makosa. Sisi tumekaa hapa vizuri na Mama Veronica. Mama Veronica amekuwa mtu wa ajabu sana kwetu. Mimi ni muda mfupi tu nimekaa hapa, ni kama miaka inaelekea 4. Lakini kwa jambo ambalo nimeona kwa Mama Veronica, ni mama mchapa kazi, ni mama mpenda watu. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu alimuumbia moyo safi. Bwana asifiwe. Alikaa jinsi neno la Mungu linasema. Bwana asifiwe. Ya kwamba wale ambao wanampenda Mungu lazima matendo yao itaandamana pamoja na wao. Bwana asifiwe. Mimi tumekuwa na Mama Veronica
tumekuwa wakulima wa kuku, tumeng'ang'ana sana katika hali hiyo. Mkiangalia mahali pale kuna kuku, mimi nina kuku na majirani wengine wamekuwa na kuku. Bwana asifiwe. Lakini namshukuru Mungu ni kwa sababu kwa huo muda mdogo ambao tumeweka kuku, mama amekimbizana nasi, ametuelekeza, ametusimamisha, ni kwa sababu amekuwa mama wetu hapa kijijini. Bwana asifiwe. Amekuwa mama mzuri. Tukikosa chakula tulikuwa tunakimbia kwake. Tukikosa fedha tulikuja kwake. Bwana asifiwe. Hakutufukuza, hakutukataa. Bwana asifiwe. Mayai yangu nililetanga kwa hii boma. Kwa hivyo Kiana, kuanzia leo na kuendelea, usichoke na sisi, tupende sana, ni kwa sababu mama alitupenda. Bwana asifiwe. Tulileta mizigo yetu hapa na alitubebea. Kwa hivyo tubebeane mizigo sisi kwa sisi ili tuendelee na hii safari. Hii safari si rahisi. Kuna kukoasana, kuna kukwaswa, lakini kuna kusameheana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi ni wapenda msamaha. Kama kuna jambo ambalo tumewakosa nalo kama majirani, tunaomba mtusamehe. Bwana asifiwe. Na simbarikiwe na Mungu. Basi asante, mchukua muda huo ambao nilikuwa nimesema. Kwa hivyo sote tuweze kufuata huo utaratibu. Saa 6 inaelekea. Kikundi kingine ambacho siwezi kukiacha nje, tuna Korera wa Kisii. Wanajua kuna Korera and group. Roslyn Ndiba, naweza kuja hapa nyote tu kwa pamoja, halafu mmoja ndiye ataweza kutoa rambirambi, mmoja tu. Wakati wanapojitayarisha kuja na kujipanga na kujua ni nani ataongea na watachukua picha, St. Veronica Church from Nairobi and friends, muwe karibu karibu. Mungu ni mwema kila wakati. Mimi naitwa Rosalia Ndibo na mimi ni mamake Mama Luke. Mimi ndio nimezaa daughter in law wa Korera wangu, na tumekuja kifamily, isipokuwa kwetu ni mbali, tunatoka Yatta Plateau, na unajua hali ya kukuja huku, tumekuja tu wachache. Tungekuja wengi sana sababu Baba Luke na familia tunawapenda, na mama tulikuwa tunampenda sana. Mbele ya yule alitumwa kuongea, huyu ni anko wa Mama Luke. Niseme tu kitu kidogo. Korera wangu nilikuwa nampenda, alikuwa ananipenda. Na sababu mimi sikai town na watoto, tulikuwa tunaongea tu na simu. Alikuwa mama mwenye upendo. Na tulikuwa tunaongea mambo mengi kwa simu. Mama alikuwa mwalimu wangu. Nilikuwa namuita minister wa agriculture kwangu. Sababu mambo ya ukulima alikuwa ananifundisha na simu, na muuliza maswali. In fact, sisi kwetu hatutumiangi fertilizer. Nilimuuliza some years ago, akaniambia, Korera, unalimaji bila fertilizer? Nikamuuliza inafanya nini, tunasikia ni mbaya. Akanidirect kabisa. Hata vile huyu minister alikuwa anasema mulipata message, mimi napatanga yangu, na nilisoma kutoka kwa Korera. Napatanga fertilizer, alinifundisha vile naweza. Naomba Mungu amweke pema na watoto wake. Ile faith ilikuwa ya Veronica iendelee kuinuka kutoka kwa watoto. Asante sana. Wacha yule amekuja kuwakilisha familia aongee kidogo. Thank you. Hamjambo watu wa nyumbani, wale wa kutoka mahali tofauti. Kwa naiba ya familia, kwa majina anaitwa Shadrack Yanga.
Mzee huyu ni my cousin. Tuko na rambirambi ambazo tumetumwa na watu nyumbani, sasa mnasikia ni mbali. Tunasema pole kwa familia yote na kwa kijiji, kwa kanisa na kila mtu ambaye ako hapa. Tunajua tumekuja kwa upendo wa Mama Veronica. Tunataka kusema poleni kwa nyinyi nyote na hasa kwa familia na kanisa. Tukisema hatungekuja wote, lakini mjue tunawapenda, tunapenda familia ile iko sahi. Shikilieni familia. Sina mengi. Tutarudisha salamu zenu kama mtatutuma, na tunasema ni asante kwa muda huu. Thank you. Nimekuja na relatives. Huyu ni sister yake Mama Luke, anaitwa Tina. Huyu ni brother yake Mama Luke, anaitwa Emmanuel. Huyu ni ango Mama Luke, anaitwa Shandrak. Ango wa Mama Luke anaitwa Shandrak. Cousin wa Mama Luke anaitwa Joseph. Na Mama Luke ndio huyu, my first born. Thank you very much. Asante. Tunaona vile wame keep time na watu muhimu sana ambao hatungeweza kuacha hiyo nafasi, na vile ninasema muda unaendelea kuyoyoma. Nimepewa kuna hapa kikundi cha St. Veronica Church kutoka Nairobi pamoja na marafiki wote pamoja wangeweza kuja hapa ili pia waweze kutoa rambirambi zao. Ningetaka tu waje wote kwa pamoja. St. Veronica kutoka Nairobi. Basi hiki ni kikundi kutoka Nairobi, nao nawapa muda mfupi ili waweze kutoa rambirambi zao. Karibu. Hamjambo tena. Kwa niaba ya St. Veronica. St. Veronica ni parish ambayo iko Syokimau, Machakos, na hapo ndio tunaenda kusali pamoja na familia ya Kiana. So tunataka kuambia pole sana na tunawaombea. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Virginia Musau. Kianas are good friends of mine and a neighbor for the last 20 years. Poleni sana. Familia na majirani na waombolezaji wote, hamjambo. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Mcheusi Longino, na nimesikia kuna Mcheusi mwingine hapa. Nitamtafuta baada ya hapa. Kwa niaba ya familia yangu na sisi wote wenye tunashiriki kwa kikundi cha St. Thomas
huku Nairobi hapo Syokimau. Tunaleta rambirambi zetu. Kiana na familia yake, we are very good friends, good neighbors and good citizens huko Syokimau Nairobi. Na hii kifo tunahuzunika na yeye na Kiana kwa urafiki mimi na yeye. Mimi natoka Bungoma na Kiana amekuja mpaka Bungoma. Ingawa tunamuita yote lakini tumeshika sasa anaitwa Kiana. Amekuja mpaka Bungoma wakati mama yangu alifariki, pia akatufariji huko. Alikuja mpaka huko Meru pale nimeoa, where my in-laws are, when we lost our mother-in-law, akatufariji. Na sasa hata sisi tuko hapa na wewe all the time, hatutakuacha. Mama amekuwa Nairobi na Kiana aliniongelesha, tukamshughulikia ile tungeweza through Kiana mwenyewe, but God had his other plans. So vile mnenaji amesema hapa, mipango ya Mungu haina makosa. Tunakubali, shika moyo, take heart, with the time all will be well. Asanteni sana, thank you. Basi familia ya mwenda zake Mama Veronica, kanisa la Kapsara, wenyeji wa Kapsara, marafiki, jamii, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Vile mmesikia naitwa Steven Mbatia, mimi natoka kule sehemu za makutano na tulikuwa ndani pamoja naye. Ningeomba tu akuje hapa, kuja mwenyekiti wa Kapsara, wale ambao watu wamekuja, tuko wengi lakini wamekuja wachache ili kuweza kuwakilisha. Mwambie mama mwambie mama kwa heri. Kwa hivyo hii ndio timu ambayo tumekuja. Watataja tu majina alafu wataketi, nitamalizia ili tuweze kumuona kijana wa mama. Kwa hivyo nitaanza na yule karibu wako nami hapa. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Naitwa Mlongo Wanjala, Mkristo wa Mtakatifu Agnes Chebarus. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala ya matumaini. Kwa majina naitwa Maelo Moses, nikiwa kule Suwerwa. Asanteni. Tumsifu Yesu Kristo milele amina. Kwa majina naitwa Mheshimiwa ni St. Agnes Chebarus. Mama mwenda zake alikuwa mmoja wetu. Katika mama nenda salama, utuombee. Mungu wa amani awabariki. Nikiwa patron. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu wetu ni mwema. Asante. Kwa majina ni Bi Joyce Koskei. Natoka kituo cha St. Ignatius Kapkarwa, parokia ya Suwerwa. Mama alikuwa rafiki wetu, mama wetu, mwelekezi wetu. Nikiwa treasurer kwa hicho kikundi. Asante. Poleni. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa majina naitwa Evelyn Bet. Mimi nashiriki na St. Ignatius Kapkarwa. Hata sina la kusema sababu huyu mama alikuwa tuseme ni beste yangu, sababu karibu tukue mother-in-law na yeye. Sasa alikuwa beste yangu wakati tulikuwa kwa huyu. Sasa sisi tulikuwa tunakatika twist na yeye. Sasa nimekosa. Asanteni. Sifa za mama Bikira Maria. Kwa majina naitwa Brenda Uskuku, nikiwa secretary katika hiki kikundi. Tumeweza kutembea pamoja na mama yetu Veronica. Tumeweza kuwa karibu sana na yeye. Tunazidi kuombea roho yake. Mungu aendelee kuilaza mahali pema palipo na wema. Tumsifu Yesu Kristo. Sifa za Bikira Maria. Kwa majina naitwa Margaret Imwesonga kutoka kituo cha Kapsara. Veronica alikuwa
kipenzi changu cha roho. Tumetembea na yeye. Mungu awe pamoja naye. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Kwa hivyo kuna wimbo ambao nimepeana pale. Mara nyingi tukikutana kama kikundi cha Chera Welfare Group, tulikuwa tukiimba hiyo wimbo wakati tumetembelea mwenzetu, kama ako na furaha, kama ako na wakati kama huu, wakati mgumu. Kwa hivyo ningeomba tu, sababu sio wimbo mrefu sana na pia kuna watu wengi wanajua wimbo, tutaimba pamoja. Alafu baada ya hiyo nitasema rambirambi ambazo tuko nazo, tutamkabidhi kijana wa mama. Ukristo wenu udhihirike kwa matendo yenu. Kati yenu mmoja akijikwaa, msimuache njiani, bali tembeni naye. Jiwekeeni hazina ya mbinguni, maana ya hapa duniani ni ya siku chache.
Basi asanteni kwa kusikiza huo wimbo. Nafikiri kila mmoja wetu amesikiza vile huyo wimbo nasema tusaidiane katika shida na raha. Kwa hivyo sisi tumekuwa tukisaidiana katika shida na raha. Mimi ndio nimekuwa mwenyekiti ama niko kama mwenyekiti wa kikundi hicho cha Chera Welfare Group, na tuko watu wengi, tuko karibu members 22. Miongoni mwetu tuko na masista, hawangeweza kufika siku ya leo sababu ya shughuli mbalimbali. Na pia tuko na mapadri, padri moja ni yule alikuwa hapa Kapsara anaitwa Father Evans, na pia Father Martin, Father Luanda. Tuko ndani, huwa tunaombeana ili kupeana moyo katika maisha ambayo unajua na changamoto nyingi. Kwa hivyo mwisho tu ni kusema ya kwamba kama kijana wa mama angetaka kujiunga pamoja nasi, karibu sana, sababu mama tulikuwa tunaenda naye kwa pamoja. Kila mahali tulikuwa tunaenda kwa pamoja, kukiwa na shida ama kukiwa na raha. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwa hivyo tuna bahasha yetu hapa kidogo tu, ningeomba kijana wa mama aje apokee. Tafadhali njoo pokee. Karibu sana. Asante. Kwa hivyo karibuni katikati tu hapa, karibuni katikati. Picha. Kwa hivyo utapokea kidogo ambacho tuko nacho, mwingine utakia kwa simu. Kwa hivyo pokeeni hii kama pole zetu za kikundi. Asante. Kwa hivyo piga picha. Asante. Asante sana MC kwa kutupa nafasi, na pia kwa sababu tumekuja tumechelewa, lakini asante kwa kutukumbuka. Basi asante kikundi cha Chera. Asanteni sana kwa hiyo nafasi. Tunaelekea kumaliza, lakini administration tunasema sasa ndio itamalizia. Msichana wetu wa Mboi sijui yako wapi. Huyo ni msichana ambaye singetaka kumwacha nje kwa sababu alimpenda sana Mama Veronica. Wamboi yuko karibu news. Waombolezaji wote, Bwana asifiwe. Samahani, watakapomaliza administration ikiongozwa na Senior Chief Joram, ningetaka utakuja. Niliwaambia kwamba tulichelewa by half an hour, lakini we are within the time, na tutamuomba Father atupe hiyo nafasi kidogo. Kwa hivyo Senior Chief, baada ya hawa watoto utakuja, na nafikiria utacontrol. Sisi hatuna siasa hapa. Asifiwe tena. Mimi ni journalist na najua kutangaza na Kikuyu. Nimugomenyithio kwa kia Veronica Basweti Mosoti orea aciarirwo mwaka-inĩ wa 1955 na are mwana wa Mugwana na Lucas Mosoti na Elizabeth Bitutu. Are mutumia wa mutigaire Peter Ayoti na are na kana kamwe Neo Desredius Ignatius Kiana na are na tucũcũ tũingĩ. Akoretwo agĩthoma kanitha-inĩ ya St. Francis Xavier Kapsara. Harata na bamĩrĩ makoretwo magĩcemania gwake mũciĩ nĩ ũndũ wa kũharĩrĩria mathiko. Njĩtagwo Wambui kana Anastasia wa Karanja. Asante. Kama muisikii hiyo lugha ya taifa, uliza mwenzako. Waombolezaji, familia, marafiki wa Veronica, administration, watu wengine, hamjamboni. Mungu ni mwema kila wakati. Sasa hivi Veronica amepumzika, bado Mungu ni mwema. So nataka kuwakaribisha hapa. Kijiji hiki ni changu. Majina naitwa Isaac Jenga Maina.
Mimi ndiye village manager kama vile William Ruto ametubadilisha hiyo majina. Karibuni sana ambao walikuwa kitwa wazee wa mitaa. So nataka kusimamisha wazee wa mitaa wa wenzangu katika hiki kijiji na nyumba 10. Msimame mwevu. Simameni tu penye mlivyo, mliwevu. So huyo ni Gathemba, huyo ni Jen, Msukuni, nani mwingine? Mama Acho Topale, kuna Mama Nyambura. So nataka kusimamisha pia CHP. Nimesahau Zakaria pale. So CHP, kuna Gilbert Gao hapo. Kuna Kitunguru, kuna pia Mama Acho tu, kuna Lydia Egete. So wako namna hiyo. Mimi nataka kusema tu nimewachika ugeni mahali hapa, mjisikie mko uhuru. Kama na vile mmesikia Mama Veronica, tumesaidiana mambo mengi. Amekuwa mkulima. Hapa ndio tulikuwa tunakuja maonyesho ya silage. Ukitaka silage mzuri ni kwa Veronica. Ukitaka kuku mzuri ni kwa Veronica. Na pia ninamtambua kama kiongozi wangu katika kijiji, amekuwa pia treasurer wa kikundi chetu ambacho kinaitwa Mtundu Self Help Group. Kwa hivyo tumetupesha treasurer. Na pia nasema pole kwa kanisa. Ni kwa sababu waliwekea vizendi vizuri. Si watu wengi wanaaminika kwa pesa ama namna gani? Wengine watakuwa kama nani alikuwa kwa Biblia wa nini? Wa kuweka ushuru. Alikuwa na ibaiba. So sina mambo mengi, nataka kukaribisha assistant chief. Alikuwa anaitwa nani? Judas, si ndio? Nyesha. So nitapea nafasi hizi chache kwa wahusika na nitaomba tu kanisa, taanza na Jumuiya Mtakatifu Stefano. Tafadhali, Jumuiya Mtakatifu Stefano, mahali ambapo mama alikuwa anashiriki na wao. Maana baba ameshafika. Kama wako mbali mnapita kwa sababu mvua inanyesha. Yes. Alafu vile vile nitaomba kiongozi wa kina mama kituo aweze kujongea hapa ili tuweze kwenda kwa haraka. Okay, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Bwana asifiwe. Milele amina. Kwa maana naitwa Paul Macharia Ndungu ambaye ni naibu moderator wa jumuiya hii, ambaye mama amekuwa mweka hazina wetu. Labda tu niongee tu mambo mawili kuhusu mama. Mama amekuwa mtu ya watu, popote ambapo amepita ameweka alama. Nakumbuka mwaka jana tarehe 26 mama alihakikisha tumeenda Ndula kama Jumuiya Mtakatifu Stefano. Siku hata nikajifunza kuogelea kidogo. Sasa hii tarehe 26 imefika, sasa sijui itakuwa namna gani. Labda nikimalizia, mama alipenda kusema ukitaka kwenda mbali, enda na watu. Na kama unataka kwenda karibu, basi enda peke yako. So mama tutammiss sana. Na la mwisho kwa familia. Sisi wakati tulipoteza baba, karibu miaka 20 imepita. Kila ambaye alikuwa anasimama alikuwa anasema kila tutakuwa tukikuja kuwatembelea. Hata wengine wakatuahidi sala, hata wenye hata hawajui kuomba. Kwa siku hii ya leo kwa familia, na waahidi mfariji mwema ni Yesu Kristo. Huyo ndio tu peke yake atakuwa anakuja kuwatembelea. Na huyo namuita kila wakati, either usiku ama mchana, na atakuwa akiwaweza kuwafariji. Kwa familia, poreni sana. Asanteni. Wanajumuiya tuwevu hivi kusema pole kwa mama, barikiwe sana. Asante. Kiongozi wa kina mama kituoni tafadhali. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwa majina ninaitwa Metri Nanjala Chuma. Mimi kiongozi wa kina mama kituo cha Kapsara, ambaye Mama Veronica nimempoteza. Mama huyu katika kikundi cha kina mama hana teni. Ndipo mumemuona nimemfunika fasi lake. Kumaanisha amekuwa mama shujaa. Kila sehemu, kila kitabu nikitoa, Veronica hana teni. Na nimekaa na yeye rafiki mwema. Kwa mama wote tukiwa hivyo itakuwa ni safi. Kwa hivyo nitaomba tu mwalimu kitoko wa mama wamupe kwa heri. Wa mama simameni, mumuimbia hata kiwango viwili tu kuonyesha mama huyu amekuwa wetu. Simameni kwa haraka.
Hawa ndio wamama ambayo wameshiriki na Veronica. Veronica alikuwa amepewa commissioning vile amefalia, na chinzi mumeona amelala katika chenesa ambaye amepewa analala vile ako hivyo. Nashukuru familia kwa kutukubali sisi kumuweka chinzi alivyo. Hiyo ni ishara ya Mtakatifu Monica, Kitale Diocese. Salamu, Monica, mtamo wetu juu kwake Mungu. Monica, msafifi wa moyo, mema mapanzio. Monica, juu za kuweka nao malaika. Monica, mwombezi tuiye, chime tupatie. Monica, upende unyofu na utakatifu. Monica, kwa sababu ya naomba tukome pale, lakini nataka kusema asante. Tuko pia na motareta wa parokia, niko na yeye hapa, si awasalamie tu mumujue, ambaye amekuwa motareta wa parokia wa mama Veronica. Mama, karibu. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa hivyo kwa niaba ya kikundi cha CWA ambaye mama wetu mpendwa mama Veronica alikuwa mojawapo, tunataka kutoa rambirambi zetu kwa familia kwa kuweza kumpotesha mpendwa wenu mama Veronica. Mama Veronica tunamjua vizuri, ni mama ambaye amekuwa katika hiki kikundi, ni mama ambaye aliapishwa, alikuwa commissioned, na kwa niaba ya parokia yetu ya Kapsara, kwa niaba ya dekania yetu ya Suwe na pia kwa niaba ya jimbo letu la Kitale, wana habari kwamba mama Veronica anasindikishwa leo. Tuliongea na sister na akapatiana pole zake, ako Likisi ambaye jua mama Veronica kwa sababu aliapishwa. Na sisi kama kikundi cha ZWA tutamkosa sana mama Veronica. Mama Veronica alikuwa na mambo matatu ambaye niliweza kuiga kutoka kwake. Alikuwa ni mama mpole, alikuwa ni mama mtiivu, alikuwa ni mama mnyenyekevu ambaye kama hungeketi karibu na yeye haungeweza kumuelewa. Na kwa sababu hiyo kweli tutamkosa sana. Tutakosa tabasamu yake, tutakosa mawaidha yake. Alinisaidia sana mimi kama kiongozi ya kina mama kuweza kufika mahali nimefika. Na kwa hivyo hiki kikundi kweli kimehuzunika. Lakini kwa sababu alikuwa ni mtu anampenda Mungu, tunasema wacha safiri salama. Na kweli mama haungemjua. Wengine katika vyeo vyao wanapenda kujiinua, wanapenda wajulikane, lakini mama Veronica haungejua. Wale wanajua parokia yetu ya Kapsara, wale hamjui tembea kule mjione. Kuna nyumba ya kifahari ambayo yeye alikuwa treasurer, na kweli watu wengi wanakuja kufanya benchmarking, na ni kwa sababu ya uaminifu wa huyu mama. Mama Veronica, hakika tutakukosa, tutakumiss. Wacha tu Mungu arehemu roho yake. Mama CWA na poleni
kwa kupoteza mmoja wenu. Nataka nimwalike mzee Tanganyika kwa niaba ya CMA mahali hapo, nilimuona kwa umbali. Asante. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Vile mmesikia, naitwa Philip Tanganyika. Ni mshiriki wa St. Francis Kapsara. Na kwa niaba ya wanaume wote CMA nasema familia hii imempoteza mama ambaye alikuwa mtu wa maana sana katika kanisa yetu. Mama, kanisa yetu kuna youth wote wanajua yeye ni shoshoa. Watu wa umri yangu wanajua yeye ni dada yao. Kuna wale ambao wanamjua kama mama yao. Kwa hiyo hakosekani kuwa na title in any way. Amekuwa mama mtulivu. Na pengine tungeuliza what describe mama huyu unashindwa, because mazuri yote inaweza kumpatia yeye, kwa sababu alikuwa mtulivu. Huwezi kuona pengine amekosana na mtu yeyote. Ni mama yule ambaye alikuwa anapendwa na kila mmoja. Sisi tumempoteza na tumekubali, na tunaomba familia pia ikubali na yale ambayo imetokea. Asante. Asante mzee Philip Tanganyika kwa neno la pole kwa familia hii. Mama huyu alikuwa kiongozi katika ngazi ya kituo cha Kapsara. Alifanya kazi kama parokia. Nitaomba viongozi wa kituo cha Kapsara waje, viongozi wote wa kituo cha Kapsara waje tafadhali, viongozi wa Kapsara Station Executive please. Kwa uchache executive, then chair lady, sababu ni moderator wa kituo na vile vile moderator wa parokia atakuwa mwisho labda kusema. Mungu ni mwema kila wakati. Mimi naitwa Anthony Juma, karani mdogo. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa upande wangu mimi nimepoteza mama akiwa kama jirani katika jumuiya ya St. Stephen. Pia nimempoteza mama kama treasurer wangu, na pia katika kituo chetu cha Kapsara nimempoteza mama, maana nimekuwa nikikaa ofisi moja pamoja naye, na mara kwa mara amekuwa mshauri wangu akinionyesha kazi ya kanisa jinsi inavyofanywa. Kila tunapoitwa mahali alikuwa akitokea kama jirani, anaambia uko wapi, toka tuende, na hivyo ninaona kummisi mama. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Fanya tu hivi kama unaniona. Majina yangu naitwa Fanis Njogu na nampenda Yesu ni Kristo na Mwokozi katika maisha yangu. Nimesimama hapa katika boma hii ya mama wetu mpendwa, rafiki wetu, kusema pole nyingi sana kutoka katika kitengo cha parokia, kutoka katika kitengo cha kituo na hata jumuiya. Hakika sijui nitaanzia wapi, lakini kabla sijanena machache, ningependa tu kujua kama kuna Wakristo wametoka katika kituo cha Chebarus, ama Wakristo wote wa parokia wasimame. Wakristo wote wa parokia Muev. Asanteni. Wakristo ambao wametoka parokia ya Suerwa, ambako mama pia alifanya kazi huko kwa muda mrefu, ndio wale kule. Asanteni. Kuna wale walifanya kazi na mama, akina Fenjo, akina Miss Barasa. Wako wapi? Miss Barasa hajafika. Oyagi Peter.
hajafika pia. Nimesema ya kwamba mimi nitakuwa na machache ya kusema, na ya kwanza ni ya kwamba mama huyu tulimpenda sana kama kanisa. Alikuwa shujaa wetu na alikuwa mwanamke bomba. Ametulea, alitukaribisha katika nyumba ya Mungu wakiwa pamoja na mama Mary ambaye pia ni marehemu, na wakatushika mkono, wakatuonyesha barabara. Hatukujua wengine tutaanzia wapi, hatukujua kama tunaweza, lakini kupitia hao wawili walitufanya tuko jinsi tulivyo. Kwa hivyo ni wamama ambao ninawakumbuka sana na ninawaenzi sana. Na sasa mama alitutangulia, mama Mary, tukabaki na mama Veronica. Tumekuwa tukishikana mkono na mama huyu katika hali zote. Tumekuwa tukiomba, tumekuwa tukifunga wakati mwingine ni kwa sababu ya mahitaji yetu, mahitaji ya kanisa na familia zetu, kwa sababu tu ya huyu mama. Ametusaidia sana katika nyumba ya Mungu na alikuwa ni kama maneja wetu, kwa sababu hakuna kitu tungefanya kanisani pasipo huyu mama. Iwe ni ujenzi, yeye ndiye alikuwa maneja wetu na alikuwa advisor wetu. Iwe ni shambani, yeye ndiye alikuwa pale. Mama si mtu ule ambaye unaambia watu endeni mfanye kazi na kuja. Mama mpaka akue hapo na ashike ile yenye mnafanya na aone vile mnafanya. Mama alikuwa hata tukipanda chai, tukichuna chai, kila kitu mpaka afike hapo. Kwa hivyo kama kanisa tumepoteza manager ambaye ni wa maana sana, na Mungu atusaidie tupate manager. Jambo la pili, mama alikuwa mtu wa kutii masaa. Sisi kanisa letu 2:00 kamili tumeanza misa. Yeye anatoka hapa, lakini 2:00 before misa ianze mama alishafika. Amefika, amejitakaza, ako tayari kungoja misa. Wamama ambao tuko hapa, tufuate mfano wa mama Veronica. Jambo lingine, mama alikuwa anapatikana katika shughuli zote za kanisa. Iwe inahusu kwaya, iwe inahusu watoto, iwe inahusu wa CMA, mama alikuwa anapatikana. Iwe ni upande ya upishi, kuna wale wamama wanatusaidia katika upishi, lakini mama Veronica ndiye alikuwa na deal na wao na kujua kama wako na kila kitu na kujua kama wako na shida yoyote ambayo wangehitaji. Mama alikuwa mnyenyekevu kama vile mmeongea. Yeye mambo yake yote. Mimi nilikuwa mkubwa wake, lakini kwa umri wake hangefanya chochote ati kwa sababu yeye ni mkubwa pasipo kunihusisha. Alikuwa kila kitu tuna communicate na tunaona kama niko sawa ama si sawa. Nikimwambia mama si sawa na inakuwa hivyo. Kwa hivyo ni mama ambaye alikuwa mtiifu na alikuwa mnyenyekevu. Mama alikuwa na hekima sana. Mama hekima yake ilimsaidia kujenga taifa na ilimsaidia kujenga nyumba ya Mungu. Tunapoona boma yake, ni wengi hatutaweza kusimamisha boma jinsi mama huyu alisimamisha. Wengi tunajidharau, tunaona hatuwezi, tunaona lazima tuwe na backup. Lakini mama amekuwa peke yake, lakini kila kitu yake umesikia vile wameongea. Ukienda shambani, mambo ni tik. Ukienda kwa mifugo, mambo ni tik. Maziwa ile mzito sana, ukitaka kupata ni kwa nani? Kwa mama Veronica. Kuku ambaye amelishwa vizuri, amenona, ni kwa nani? Mama Veronica. Ndizi ambaye imekomaa, iko sawa sawa, ni kwa nani? Ni kwa mama Veronica. Kwa hivyo hiyo alifanya kwa sababu alimjua Mungu na akatangulisha Mungu mbele, na ndiposa amekuwa akimuongoza katika mambo yote. Zaidi ya yote, mama huyu alipenda kuomba msamaha. Mama Veronica hangefanya chochote mumalize akose kuambia kama nimekosea munisamee. Alipenda sana. Wakati mwingine ameongea tu mambo mzuri yote alafu anasema tumsamee. Sasa tunashindwa, tunamsamea namna gani? Ofisi tuko watu 5, tulikuwa watu 5 pamoja na mama, na mmoja hajaweza kufika. Kiti cha mama kiko vacant tangu mama atuambia nenda matibabu. Hakika hata hakutukabidhi vitabu. Aliniambia moderator, vaa kofia 2, uwe moderator na uwe treasurer, kwa sababu mimi naenda tu matibabu na nirudi tuendelee kufanyia Mungu kazi.
Kwa hivyo si kujua ya kwamba mama vile ameenda hivyo hatarudi tena. Hakika tunashindwa tutafanya nini, lakini tunajua kwamba Mungu yule ambaye aliruhusu yakafanyika, anajua vile atatushika mkono na atatuongoza na atatuepusha katika hata hatari zote ambazo ziko mbele yetu. Katika boma hii mama aliweza kutukaribisha sana. Tulikuja hapa, tulifanya misa, wakati hayuko, wakati yako, tulifanya misa. Kwa hivyo tunaomba tu ya kwamba boma hii tusiwe sasa tunaionea kwa barabara. Ya kwamba iwe boma ambayo tutakuwa tunakuja pia tukiweza kuona mama yetu. Na najua ya kwamba mahali yako pia atakuwa anafurahia. Kuna wakati kunakuwa kugumu, mambo hayaendi, lakini kila wakati yeye alikuwa anasema inawezekana. Na zaidi ya muda tunaona yale yalikuwa magumu yanafanya nini? Yanawezekana. Mama huyu alikuwa very strict. Na mimi siwezi. Hata vile aliniambia vaa kofia 2, mimi siwezi treasurer. Kabisa siwezi. Yeye alikuwa ananiambia moderator, hakuna pesa. Hakuna. Yaani wakati huo tuko wote, kitu fulani inatakikana, anatuambia hakuna pesa. Lakini tukibaki wawili ananiambia moderator, usiwahi kubali kikapu ya treasurer ibaki 0. Lakini mimi mpaka iishe nione imebaki shilingi 10, ndio ninasema nini? Hakuna pesa. Alikuwa ananiambia kuna emergency ambayo inatokeanga kubwa kuliko hiyo. Sasa hii unasema hakuna, ndio ungojee ile ambaye itakuwa sasa ni lazima. Kwa hivyo hiyo ni kazi ambayo ni ngumu, utreasurer si rahisi, na yeye kuwa mwaminifu kwa kijiji na kila mahali. Hakika hatuchukuli jambo la kawaida. Tunashukuru Mungu kwa kutupatia Veronica katika maisha, na tunashukuru Mungu kwa kufanya tuonane na yeye. Mimi amekuwa rafiki wa karibu, tumekuwa na yeye kila mahali, na ninasikia nitamkosa sana. Ameniadvise, amenishika mkono, mahali nilikuwa kana kwamba nataka kuanguka, yeye alikuwa anafanya ninasimama. Nimekuwa nikitembea na yeye, hata gari langu mbele, watoto wangu wanajua hiyo kiketi ya mbele ni ya mama Veronica. Tukitoka tuende wapi, tuko na mama Veronica. Kwa hivyo ninasikia ya kwamba nimepoteza rafiki ambaye tumekuwa tukiongea na yeye hata akiwa kule Nairobi, na jambo ambalo alikuwa anasema ni ya kwamba tumuombe. Huyu ni mama ambaye alikuwa amesimama imara kwa neno la Mungu. Hakutaka kujichanganya na jambo lolote. Alikuwa anasema mniombe. Na ananiambia pigia Father simu, waambie ya kwamba mimi mahali nimefika ninahitaji tu maombi. Kwa hivyo nashukuru nilikuwa na communicate na mapadri, na walikuwa wanafanya hivyo, na tulifanya yetu na Mungu akafanya yake. Kwa hivyo tunazidi tu kushukuru Mungu kwa kila jambo, na tunazidi kumwomba atupe neema ya kukubali mambo haya. Kwa familia Kiana, asante sana. Najua ulimpenda mama. Ulifanya vyote ili kuweza kuona ya kwamba umeokoa maisha ya mama. Hakika usionekana kwamba ulipoteza. Mungu aliyekupatia na ukazitoa, anajua mahali zitarudi. Zitarudi maradufu, zitarudi, na mama ako mahali pazuri, atawaombea pamoja na watoto wenu na familia yote kwa ujumla. Alipenda msichana yake sana. Si mara moja mama alikuwa anatoka hapa saa 11 akienda town kupelekea watoto wake chakula. Alikuwa ananiambia, mama Kamau, kesho nataka kutoka mapema ili nipelekee watoto wangu chakula. Wasiwe kule Nairobi na njaa. Atafute mboga, area hii wanajua kwamba alikuwa anachukua mboga nyingi sana, atengeneze, achinje kuku, asiage unga. Wamama wangapi ambao watoto wenu wako Nairobi mnafanyanga hivyo? Ama mnangojanga hao watoke Nairobi ndio walete? Ni siku ya muhimu sana tuweze kusoma, kwa sababu mimi niko na mengi sana ambayo nilisoma kwa huyu mama. Tunajua kwamba tunangoja watoke Nairobi ndio siku wenye wanaenda tunatafuta 1 2 3 waende nayo. Wakishaenda tunangoja siku ile watakuja walete. Lakini huyu mama alikuwa anajua yenye nimepeana itatosha muda gani, na anapanga ingine tena anapeleka. Kwa hivyo mimi niko na mengi ambayo ningependa kuongea kuhusu mama, lakini kwa sababu ya muda ninasema ya kwamba shujaa wetu, pumzika kwa amani.
Mwanamke bomba, pumzika kwa amani. Tutakumiss. Tunaomba ya kwamba utuombee mahali umeenda huko, ili na sisi tutakapoishi jinsi uliishi tuweze kuonana na wewe. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache, Mungu awabariki sana. Asanteni. Una wokovu wangu, Bwana ni nuru na wokovu wangu, nimuogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimuhofu nani? Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, Bwana ni nuru yangu. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana, usikie kwa sauti ninalia, unifadhili, unijibu. Bwana, uso wako nitautafuta, usiniache uso wako. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umngoje Bwana, uwe hodari, ujipige moyo konde, na umngoje Bwana. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Shangilio. Nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mafumbo ya mbinguni uliwafunulia watoto wachanga. Haleluya.
Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Ni Mathayo 25 kuanzia 1. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano huu: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walitwaa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hata tutosha sisi na nyinyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin nawaambieni, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamwijui siku wala saa. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Habari ya huku watu wa juu? Habari ya watu wa huko? Habari yenu? Na nyinyi? Na nyinyi wenye mmekaa hapa? Mko wazima? Hata mimi niko mzima. Leo nimesikia assistant chief akaongea vizuri mpaka mkapiga makofi. Na wakati alianza na kupiga makofi nikajiuliza, si angeingia tu upande ya kwaya hapa wakati tulikuwa tumekosa waimbaji wa huku. Sasa nikajiuliza, alikuwa anatakana akuwe assistant chief ama akuwe mwanakwaya, lakini kweli yote mbili anaweza fanya. Asante sana. Leo nataka kutafakari na nyinyi jambo moja katika maisha. Leo hii tumekuja kwa ajili ya Veronica. Na kila mmoja wetu amezamisha akili yake, nia yake kutoka kwake mpaka hapa kwa ajili ya Veronica. Nilipokuwa nafanya kazi parokia fulani kule West Pokot, ndio nikakuja huku, kulikuwa na mti mbili, ya kwanza ilikuwa inaitwa Ses na ingine ilikuwa inaitwa Sokoria. Hii mti ambao unaitwa Ses ni mti wa shindani, ndio hiyo hapo. Inaitwa Ses kwa Kipokot. Hii Ses iko na mashindani mpaka juu. Ile mti wa Sokoria uko na mashindani kuanzia chini mpaka juu. Na inapokuwa na mashindani kutokea chini mpaka juu, utofauti wa Sokoria na hii mti wa Ses ni mboga. Sokoria iko na mboga, na hiyo mboga ni tamu sana. Ndio ufikie mboga mahali iko, lazima ukuwe umeng'ang'ana. Unaweza pata hata shosho yako na miaka 80, lakini atapanda hiyo mti wa Ses ya Sokoria ili aende atoe mboga. Na akitoa hiyo mboga atashuka chini, hata ajali kama ataanguka. Akishuka chini aende nyumbani apike hiyo Sokoria vizuri, atakula tu kwa amani yake na maisha yake itakuwa. Sasa shida ni upande mti ya Ses na hakuna outcome ya unaenda kuchukua huko juu, na upande mti ya Sokoria alafu uende upate mboga. So gani kati ya hizi mbili ni muhimu, Ses ama Sokoria? Asante. Sasa kati ya Mungu na shetani gani bora? Mbona mnaendana kwa shetani? Mnachaguanga kichaguo ambalo labda chaguo ambalo si bora kwa maisha, ndio maana inatuweka pahali pabaya. Leo hii sijui hata Veronica alichaguaje ama mama yake alichaguaje kumpea jina Veronica. Hii jina Vero ama Vera inamaanisha picha. Picha. Na hii jina yake kweli ni picha. Na kweli ni picha nzuri kwetu sisi sote ambao tumekuja hapa kwa ajili ya Veronica.
Veronica anakuwa na picha nzuri kama ya wale wanawali tano wenye busara. Unajua kwa maisha ukae kwa hii dunia na hauna busara. Si uko kwa hii dunia kufanya nini? Because ndio upate meaning ya kuishi kwa hii ulimwengu lazima utumie ubusara wa kuishi. Anasema pia kwa Biblia kuwa kumcha Mungu ni chanzo cha hekima. Mtu ambaye hamchi Mungu ni chanzo cha asibujibu. Ni chanzo cha asijibuni vizuri. Kumcha Mungu ni chanzo cha hekima na kutokumcha Mungu ni chanzo cha. Sasa wewe ni mpumbavu ama wewe ni gani? Sasa unasema tu hekima lakini unajua mbivu na mbichi. Wewe ni unapandaga ile mti ya ses. Unasahau kupanda miti ya sokoria. Sasa leo nataka kutafakari na nyinyi. Leo nimekuja kutafakari na nyinyi kwa ajili ya meaning ya maisha. Hii maisha yetu inaanzia mahali fulani na inakamilikia mahali fulani. Na ikianza imeanziwa na mwenye haki na anakamilisha katika hali ya haki. Na anzishi kitu ambacho kiko kibaya, anaanzisha kitu ambacho kiko sawa na anataka hiyo kitu kikamilike kikiwa sawa. Sasa shida inatokeanga wapi kati yetu? Tukianzisha kitu ama tumeanzisha tukua sawa, lakini tukikamilisha atukamilishe tukua sawa. Leo hii example ya mtu ambaye alianzisha maisha sawa na amekamilisha hakuwa sawa. This is a picture kuenda nayo nyumbani ili uanzishe maisha, uendeleze vizuri na ukamilishe vizuri. Andamana na huyu Mungu katika safari yako ili ukamilishe salama. Shida inakuwa katika maisha yetu ni hii shida ya kupuuza. Mungu anakuinstruct hivi lakini wewe unajiinstruct. Unaacha instruction ya Mungu, unataka yako. Na ukienda yako utaenda mahali pabaya na utaangukia mahali pabaya. Ukienda ukifuata instructions za Mungu, hakika utaelekea tu na ufike kwa Mungu mwenyewe kwa ajili unafuata instruction zake. Imagine mtu anaishi hapa. Nakuuliza hii swali. Wewe ukikuwa kwa hii maisha, meaning yako ya kuishi hii maisha bila furaha ni nini? Ukuishi maisha bila Mungu ambaye alikuumba. Nini bana wewe? Shida yako ni nini? Shida yako ni nini ukae bila kuzungumza na huyu Mungu? Shida yako ni nini ukatae kuunda uhusiano na yeye? Why are you here? Why are you in this universe? Because when you are in this universe, you are supposed to be happy. Be happy in the Lord. Kaa kwa Mungu, furahia upande ya Mungu. Wacha kufurahia mahali pa ujinga huko nje. Kaa hapa kwa Mungu kuna utamu zaidi. Habari yenu? Nakuongelesha wewe ambaye labda una massage ya logo. Unabomeleza logo yako hata fadha ubiri nini? Wacha tu nitakaa tu vile. Nilikuwa hata aongee nini? Aikimaliza tu ndarudi ile hali yangu. Kama nilikuwa nazungumza vibaya, ndio endelea tu kuzungumza vibaya. Unajikonsole hapa. Na unakaa tu pale chini unajiambia, nikitoka hapa naendelea tu kwa vile niko. Nilikuwa mchafu, bado ndarudi. Habari yenu? Mimi najiuliza, why are you the way you are today? Kwa nini uko vile uko? Mimi nimejiuliza kuhusu hawa wanawali wengine watano wapumbavu. Wacha niwaulize nyinyi wanawali wengine watano wapumbavu, si nyinyi? Hawa wa Biblia. Niko nawauliza. Na kama uko kwa hiyo ligi ya hawa, tafakari na mimi kuhusu hawa wanawali watano wenye nini. Imagine uende tu unasafiri, unajua leo kuna harusi. Hii harusi imeandaliwa. Na wewe unaenda hiyo harusi. Alafu unaenda kwa hiyo harusi na harusi yenyewe inaandaliwa usiku. Harusi yenyewe inaandaliwa. Ama umesikia aje? Hii harusi ilikuwa mbona kufanya harusi mchana? Mbona wasisherekee mchana? Washerekee usiku. Kama watu wangekuwa hata na busara, wangeweka hii sherehe mchana. Kwa nini usiku? Utakonfuse bibi. Utakonfuse bibi. Utakana uwe bibi ya mwingine, uwe bibi yako, ukaoa. Nasikia watu wanaendanga disco light, tunaweza confuse. Ufikirie huyu bibi ambaye nimeoa. Hapo. Sawa, asubuhi ukiamka aoge. Mungu ni mwema. Sasa hii harusi ingefanya mchana ili bibi ikuwe peupe, unaona? Huyu ndio bibi yangu naenda kuoa, naenda na yeye.
Alafu sasa harusi hii ni ya watu 10. Sasa wameweka hapa watu 5 wapumbavu na watu 5 wenye busara. Alafu hao watu wamebeba, wapumbavu wamebeba ambaye haina, ni ujinga kubebana na kitu ambaye haina faida. Unabebana kitu ambaye haina faida, unaendelea kuenda nayo. Bebana kitu iko na value. Na maana unafaa kuwa mtu wa value. Usitembee kwa maisha na uongezi value kwa maisha yako. Lazima you add something new in your life. Kwa sababu kuna mtu fulani hapa anaangalia Father Cyprian. Anasema mimi nataka kuwa kama Father Cyprian. Ama nataka kuwa kama Father. Anaangalia huko nyuma, aone kuwa mimi ni kielelezo, anaona mimi ni taa yake na mwangaza, alafu yeye anakuwa encourage na mimi. Na akiona mimi ninaenda na fault, anaona I'm discouraging priesthood. Na hizi vibaya, sasa hata I am not encouraging him to become a priest like me. Habari yenu? Not like me, like Christ. Mnanipata vizuri? So katika hii maisha, mnafaa kutafakari vizuri. Hawa na wale usibebane na vitu, usibebane na mzigo, kuenda na mzigo ambaye haina maana. Na maana unapatanga watu wengine wanasafiri kwa gari. Mtu ameomba lift bana, nisaidie naenda hapa Minix. Alafu amebebana na mzigo, na ameweka mpira kwa mgongo. Alafu anafika pale, mimi namwambia, "Shukisha hii mzigo, fika kwa gari hapo, weka kwa gari." Nakwambia, "Dada, achana hii mzigo yangu." Unabebana na mzigo bana, ushukishe mzigo ikuwe nyepesi. Unaendelea na mzigo. Those people who ambao wanatembea, unaendelea kutembea na problems, mpaka problems zinakuwa. Ndio maana unapata mtu anatembea tu kwa njia anajiongelesha, "Bibi yangu, bwana wangu, mimi mambo. Bure kabisa, bwana wangu, nimejenga tu sana." Yaani anakaa akitembea akijiongelesha mwenyewe kwa ajili hajaishi poa. Ishi poa. Furahia maisha, kuishi vizuri. Wacha kubebana kitu ambacho hakihitajiki kubebana nayo katika maisha. We carry people, we carry problems, we carry pains. Mtu alikukwaruza ukuwa msichana ama ukuwa kijana, bado umebeba pain kumuhusu. Haunaendelea kubebea pain. That's why you die early because of pressure, ulcers. Yeah. Mnanipata? Ile ambayo mnajitakia wenyewe. Achani kubebana na problems. Shukisha. Of load to load. Of load ile mbaya, load ile nzuri. Nimekuwa natafakari pia kuhusu hawa wanawali. Wanaambiwa hii mafuta yetu hayatatutosha sisi na nyinyi. Shikeni njia mwende mkajinunulie. Na wanatoka wanaenda. Saa ngapi ya usiku? Usiku. Duka gani imefunguliwa usiku wa manane? Watu wenye mmezoea kutembea on the dark, gundueni, maduka zinafunguanga mapema sana. Na hii duka ya mbinguni inaweza fungwa mapema kabla hujajiandaa. Na ikifungwa inaweza kupata nje. Na ikikupata nje mlango. Sasa mimi nashindwa hao. Mbona wangeenda mchana? Wangeenda kununua mchana. Unaongoja. Mimi ndio maana nataka kuongelesha watu ambao wanafanyanga vitu last minute. Si kila kitu itaapia kama ule mtu alikuwa kwa msalaba kando. Akaambia Yesu akamwambia leo utakuwa na mimi. Hakuna kila siku itakuwa last minute thing ambayo utaangukia luck. Prepare your life well. Be already ready. Be already ready. Usikue unaongoja tu siku fulani ati mimi nikikuwa mzee ndio ndaanza kuwa Mkristo. Anza kuwa Mkristo saa hii. Alafu sasa hawa watu wameshika njia kwenda kujinunulia. Hawa watu wangekuwa tunakaa akili kidogo tu hivi, wangaambia wale 5 wenye wako na mafuta. Wangaambia si harusi inafanyika kwa hii hall ambayo tunafanyia. Hii taa yenu itatumulikia sisi sote. Lakini taa moja pale, katikati moja, huko mwisho moja na huko mwisho moja. Ikue 5. Alafu tupange laini hapa. Alafu harusi si mtaonekana. Akili ilikuwa wapi? Wakafanya tu harusi, wakaenda kwa harusi na wakalokiwa nje kwa ajili ya kwenda kutafuta mafuta.
Sisi tunakuanga hivyo. Ina deserve tu kuwe na akili kidogo iamshe kitu fulani, and it may do wonders. Hiyo akili kidogo. Kwa hiyo nyinyi amfai kuwa below expectations. Maisha inafaa kuwa above. We expect much from you. There is much that is expected of you. Now, ambaye inaexpectiwa, unafaa kutimiza hiyo expectation. Ukikosa kutimiza hiyo expectation, now hautafurahia matokeo kwa ajili ya below expect. Sasa wenye unafurahia matokeo ni kama Veronica kwa ajili ya meet expectation. Na wewe ambao hujameet expectation, utakuwa unalia na kusaga, utakuwa unasema anasema siwajui nini. Hakuna kitu kibaya kama mtu akwambia akujui. Sema mimi ni Wakristo wa Kapsara, mimi niende mahali alafu labda nipige transfer ama baba Cox apige transfer aende mahali fulani, alafu Cox na mimi mkikutupata, alafu mnatuambia habari ya father, wewe ni kuanga nani? Unasikiaje? Sasa hao watu walisikia aje? Wale wanawali tano wa shenzi walisikia mbaya sana kuambiwa na Yesu siku nini. Nafanya mtu Yesu akujue? It is your behavior. The first thing ni behavior. Hii kitu niliongea jana, labda hamkuwa mnaona. Niliongea jana, niliongea vitu 8 kuhusu Veronica. Nilisema kitu ya kwanza, ya kwanza vital. Ukuwe mtu ambaye ni important, unafanya vitu ambaye ni important. Ile vitu ambaye si important, wekana nayo kando na maisha itakuwa tamu. Vitu ambaye ni unnecessary in your life, weka kando kwa maisha na maisha itakuwa tamu. Lakini vitu ukibeba vitu ambaye they are necessary, inafanya maisha yako ikuwe na burden na inakuwa mbaya sana. Na kila wakati utakuwa unalia in pain. And you never do something good. Sasa niwaambie tu for free. Na kuongeleza tu for free. Achana vitu ambayo they are necessary. Concentrate with the important things. Ya pili niliongea kuhusu being a role model, an example to be emulated. Kwa hii maisha, nimesema kila mmoja kuna mtu anakuangalia. Wakati anakuangalia, wewe ni kama kioo yake ya kuangalia. Anaangalia uzuri wako ndio afuate hiyo uzuri. Sasa kama wewe kuna watu wanakufuata na wewe hauna chanzo, hata hauna chemchemi ya uzuri, nani atakufuata? Kutii Mungu ni kitu muhimu sana. Kutii, follow instructions ya Mungu. Hiyo ni kutii Mungu. Amesema hivi, fanya. Maagizo ambayo tunaagizwa kutoka katika kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo ni maagizo tu ya kukwambia fanya hivi, achana na hii, fanya hii, achana na hii. Wewe umefanya gani na umeachana na gani? Kutofuata maagizo, shida tu. Tii sauti ya Mungu. Fungua maisha, uangalie Ukristo katika mtazamo mpya. Weka maombi chini, zungumza na Mungu katika sala. Kwenye uzungumzingi na Mungu kwa sala. Sasa niwaambie tu, kama au ongelesha ningi na mimi Father Cyprian, unaweza kuaje rafiki yangu? Lazima uongee na mimi ndio uwe rafiki yangu. Hata mimi ukikuja kwangu nitakukaribisha kwa ajili uongeanga na mimi. Lakini kama uongee na mimi, nitakukaribishaje? Nitakwambia sikujui. Sasa hivyo ndio Mungu atatufanyia. Atuongelesha ningi na yeye kupitia sala. Alafu nataka kwenda kwake. Utakaaje? You will be uncomfortable to stay in the place you've never made a relationship with. Hapo point imeenda nyumbani? Imeenda nyumbani? Umesikia? Asante. Tuko kwa N. You are noble people. Concentrate with the things that are noble. Do not concentrate on petty things. Vitu vidogo vidogo ambazo hazina maana. Concentrate na vitu ambazo ni za maana zaidi. Nimekuwa tunaongelea injili ya intelligent, kuwa na busara. Kuwa na, wakati unafanya kitu, do not do something
ndio ufikirie. Fikiria ndio. Kuna vitu viwili hapa, either unafanya vitu quickly ama una hesitate kufanya vitu. Hekima inakusaidia kufanya ya Mungu quickly. Ya hiki dunia ikufanye uhesitate kidogo, ungoje kwanza ndio ufanye kitu. Usikimbie kufanya jambo lolote ama kusema jambo lolote bila kufikiri. Have a second thought. Wanawake wa kitambo walikuwa wazuri, si kama wa siku hizi. Wa kitambo walikuwa wanaambianga mtu ngoja nitakujibu baadaye. Kwa sasa nayo hapo na nikidelay mtu atapita na wangu au peani second thought. That's why ndoa nyingi siku hizi zinaweka nduru. Mnanipata vizuri? Si kuna kitu inaitwa character. Kuna wimbo inaimbwaga lakini sitaki kuimba sasa. Uzuri wa mwanamke sio urembo. Asante. Ni mtu ni tabia. Kama mtu ana tabia, hata uweke poza ina gani, hata uweke kama hakuna tabia, hata uende soko aina gani soko haita kukubali. Ni tabia muhimu sana. Naomba siku ya leo, the requirement ya Mungu ni tabia, ili ilimeka hata watakatifu wakawa watakatifu kwa ajili ya tabia. Nafikiria ukienda mahali fulani na ukifanya vitu kwa ulimwengu, fikiria kuhusu tabia yako. Mwisho, ninaongelesha hii kwa ajili nataka hii point ya mwisho, for you to accept God's will. God's will. Mungu akisukuma, hii will inakuanga ni msukumo ambaye anasukuma vitu kwa style yake. Hata sisi tuko na hiyo will power kusukuma vitu ziende kwa style yetu. Ni mnataka kwa style yetu, lakini hamtaki kwa style yake. Wakati mwingi tunasukuma kufanya ile opposite ambayo tunaeneza ya ile ufalme mwingine, lakini hatusukumi vitu ya hii ufalme wa Mungu. Veronica alikuwa mtu wa kusukuma vitu kwa ufalme wa Mungu. Unajua kama kuna kitu inaweza haribu sifa ya mtu ni kuwa treasure. Lakini kama kuna kitu ngumu kuando, hata bani sasa akikaa hapa kama mwenyekiti anainua Yesu Kristo, lakini Veronica hata vikundi zote haya mmesimama. Hata akitaka kuchagua treasurer hana hata second thought. Veronica. Sasa akitaka kuchagua mtu, hata mimi nashinda nani ata replace Veronica? Kuna mtu hapa? Kunaye? Bwana mmenyamaza. Mnajijua vizuri. Mnajijua tu kweli. Mimi siwezi jilinganisha na Veronica. So tuombee familia hii. Mimi nimekuja kuombea siku ya leo ili mkuwe na sura ya Mungu. Tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hata ukifanya kitu chochote kuwa na sura ya Mungu, kama vile Veronica alivyokuwa na sura ya Mungu. Ndio maana alitembea wakati Yesu alikuwa anatokwa na jasho, akaenda akapanguza uso wa Yesu na akabakia na nini? Alibakiza na picha ya Yesu. Sasa wewe ukikua kwa hii ulimwengu, watu ukitoka kwa hii ulimwengu, utabakia na picha ya mbona mjibu hapa? Utakuwa na picha? Mmenisikia vizuri? Niko na message ya advice leo. Kuna umri hapa 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80. Niko na message yenu leo. Ndio nikienda nyumbani mmekuwa mnaenda na hii message.
Watu wa 20 to 40 akili yao inazungukianga tu kwa kitu kimoja. 20 to 40 akili yao tu inazungukianga mambo ya mapenzi. Na hawezi fanya vitu kubwa sana isipokuwa kuconcentrate mambo ya mapenzi. Ukipita kwa hii age na ukikaa kwa hii age, usikuwe overpowered na mambo ya mapenzi. Naongea mbaya. Ini saikolojia na kutreat saikolojia, urekebishe one or two things. Bora usipo tackle hii age yako ya 20 to 40, unaweza haribu maisha yako yote kwa ajili hii age imeharibu. Akili yako yote imezama. Unajua kweli, wakati uko katika mapenzi akili inarudi chini. Lakini wakati hauko kwa mapenzi, hapo ndio unakuwa na busara. Wakati uko kwa mapenzi, wewe ni pumbavu. Nimeongea mbaya. Hapo ndio akili unaambiwa wachana hii na hii nini, itaharibu maisha yako. Ana ignore mawaidha. Wanamwambia, wanamkosoa hapa, wanamrekebisha, wanamuonya hapa, anakataa kuonywa. Mahali anakatazwa kuenda, anaenda. Na hivyo hata nini? Unaweza kuwa ulipita hata hiyo umri ya 20 to 40, lakini uko hapa. Akili bado iko kwa 20 to 40. Alafu 40 to 60 ni umri ya ambitions. Nataka kufanya hivi na hii, nataka kuweka hii na hii kwa maisha, nataka kujenga nyumba nzuri, nataka nikuwe na gari, nikuwe na nini, nikuwe na watoto, nikuwe na nini na nini na nini. Unaweka kwa maisha. Sawa sawa? Hii umri ya 40 to, na mnajua hii umri ya 40 to 60 haisikizani na umri ya 20 to 40. Ukikuwa kwa mapenzi hauwezi fanya maendeleo. Ukiangalia mtu mwenye baada hapo kwa mapenzi, hakuna maendeleo kwa nyumba, hata sahani haiongezeki. Hata bakuli hakuna, kwa ajili akili yake imezama. Iko sawa? Haya, umri wa 60 to 80 ni umri ya kutafuta peace. Hautaki makelele mingi, unataka kutulia. Sasa kitu yote inanisumbua kwa maisha yangu, unataka kutulia. Hautaki kelele yote kwa maisha, unataka utulivu. Unataka maisha yako ikuwe na furaha. Unataka tu kule ugali yako kwa amani. Hautaki hata watoto na nini wakusumbue. Sasa this age, hii ni age mzuri sana ya kutulia. Hiyo kitulia hapo 60 to 80, ikifika wakati wa kupumzika kwa amani, unapumzika kwa nimeongea mbaya. Unapumzika? Sasa wewe uko kwa 60 to 80. Ukikutana na watoto na nani wewe? Wewe uko kwa umri ya 60 to 80. Hiyo si umri yako. Umri yako ni utulivu, si ya kupiga kelele. Wewe mama, kama uko 60 to 80 ama baba, uko 60 to 80 na unapiga makelele. Silence all the noises in your life. Au tulie. Wewe kwa umri ya kutulia. Uko umri wa lala. Tulia. Rudi hapa chini. Bado kupiga makelele. Umri yako ni utulivu. Mimi amiona Natalia, silence all the noises in your life. Na kweli mimi ni kama nimefika kwa ile umri ya 60 to 80. Hakuna makelele mingi. Yeye ndio uko na makelele mingi. Sasa unakaa hauna amani. Hata sasa umekaa hapa chini lakini mahesabu ile umepiga. Na vitu ambavyo vinakusumbua hapa ndani ni vingi sana. Tuliza boni. Tuliza makelele mingi at that age of 62. Unasema age ya 40 to 60. Fanya maendeleo. Fanya maendeleo kwa hii miaka 20. Ukifika after hiyo miaka 20, utakuwa umechapa, maisha itakuwa imechapa, umeanza kuchoka. Sasa utakaa chini, utulie, ukule jasho yako. Sasa kaa hivyo. Nakwambia hivi because ukimixi, hata niwaambie ule mtu wako 20 to 40. Asipokuwa careful kwa 20 to 40, hii kelele zitakuja 60 to hapo ndio unaona kama ulikuwa kijana. Umesasa huku nje. Umesasa huku 20, huko na watoto karibu 10, 20. Ngoja hao watoto wakati umefika 60 to 80. Baba, nataka share yangu. Baba, nataka shamba yangu. Sasa ndio wanatokeanga from north. Boy, at 60 to 80. Hauna amani. So kuja, tulia. Tuliza hizi bone. Habari yenu.
Watu wa 20 to 40 mko sawa? Kwani mko 20 to 40 nyinyi hata machosho? Naongelesha mtu hapa ambaye labda hujawahi fikiria kuhusu maisha. Maisha inakuanga mixed na kifo. Inapomixiwa na kifo, you are supposed to accept because the creator created life and he is the taker. Yeye ndiye anachukua maisha. Anapochukua vema kabisa. Ni vizuri akichukua ukua kama Veronica. Hata mimi sasa kuongea mengi. Akichukua kama Veronica vema kwako. Akichukua kama nani ambaye sitaki kutaja. Nani? Na mnajua nani? Nani yako next? Nani ambaye ni next ni mimi na wewe. Sasa tujue tujipange maisha yetu. Era kumalizia na hii points. What are you doing to improve your life? Unafanya nini kuboresha maisha yako? Kuna step gani umechukua kuboresha maisha yako? Ama unataka tu maisha yako ikue vile ilikuwa? Concentrate hapa. Concentrate hapa. Akili yenu rudisheni hapa. Nani hawa? Hivi ndio maisha inatufanyanga. What are you doing to improve your life? Because unaweza kaa kwa maisha au fanye improvement yoyote. What are you doing to improve your life? Because your life is not in good state. Naongea Kiingereza. Nini unafanya ili kuboresha maisha? Ama unataka kubaki kwa ile state of sloth? State of sloth ni state ambayo hauboreki, uko tu. Ulikuwa uko na utaendelea kuwa. His moment of sloth ni moment mbaya sana. Ni one of the capital sins. When are you going to change? When are you going to change and become a better you? Lini unataka kugeuza mwendo wako ama unataka kugeuza mwenendo wako ukue bora zaidi ya vile uko? Hiyo ni point number 2. Whom are you with always? Uko na nani kila wakati? Because mtu unakuanga naye kila wakati anaweza kukuinfluence, kukuambukiza poison ama akuambukiza utakatifu. Mwenye unakaa naye akiwa ni mwovu anakuambukiza uovu. Mwenye unakaa naye akiwa ni mzuri anakuambukiza uzuri na unaendelea kuwa mzuri. Choose your friends wisely. How do you do things? Unafanya vitu? Unafanya vitu vizuri ama unafanya vitu vibaya? Na kama unafanya vitu vizuri, sema kwako, heri kwako. Lakini kama unafanya vitu vibaya, ole kwako. Nimeongelesha kwa muda mrefu. Sasa hivi unaweza hubiria watu hata wana lakini hawataka kuchange. Sasa wacha niachie hapo tu.